yani wasichana wengi wanapokosea kwenye mahusiano ni wanaenda sehemu ambazo wao hawatakiwi kwenda. Ushajua huyu mtu mimi hanipendi. Shati mojawapo la kuwa na ndoa yenye maisha mafanikio ni kupendwa na huyo mtu anayetaka kukua. Hakikisha amekupenda. Utaishi kwa raha. Wala wanaume hata unafikiri wanaume hata wana tabu, wala hawana tabu. Shida uwe mwanamke aliyekutaka. Usiseme kwamba umependwa na mwanaume ambaye ana survive. Mwanaume anaye survive wala hajui anampenda nani. Yeye anaangalia nani atamhudumia hapo kwa huo muda akae sawa. Ni kama mtu mwenye njaa. Hajui chakula chake muhimu ni gani. Akienda hoteli akipewa chochote kitakachofanya ajaze tumbo, yeye yuko sawa. Sasa usije ukamkuta mtu ambaye ana hustle, hajui kesho yake ikoje wala hana mpango wa kuitengeneza. Ukasema huyu mimi ndio kanipenda sana. Kutana na mtu ambaye vitu vyake ameviweka sawa, anajua anapokwenda. Huyu akikwambia nakupenda ni kweli amekupenda. Lakini mtu ambaye hajui, wewe ndio unaenda kumtoa geto. Alafu sema mimi amenipenda sana. Ngoja nimtengeneze mazingira. Wewe ndio mtengeneza mazingira. Si yeye atengeneze mazingira akwambia umpige tafu. Ni wewe ndio unatengeneza mazingira. Madam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za Jumatatu ya leo? Salama, sijui wewe. Mimi mzima kabisa, mambo yanaendaje? Mambo mazuri. Harakati? Tunaendelea nazo. Tunashukuru Mungu na kama kawaida. Sawa. Tuanzie hapa bwana. Kuna watu wanaamini kwamba ukiolewa na mwanaume ambaye hajiwezi ama anajiweza, wakati mwingine unaweza kufanya mambo vile kwa kujiamulia. Kwa mfano, kama kuna wanaume ambao huwa wanaoa mke zaidi ya mmoja kama fashion, lakini sio kama ana mahitaji maalum. Hili wanaume wa aina hii tunawaweka wapi, na wanawake wanatakiwa nini wakiangalie? Kwa sababu sio tu wanakuja wanaalamika wanawake wengi sana ambao wapo kwenye ukewenza, kwamba waume zao hawakidhi mahitaji yale ambayo wanaotakiwa kupewa yeye kama mke halali. Kwanza ninadhani ni jambo la utambuzi we mwenyewe. Kwa bahati mbaya tulionayo ni kwamba tukishafikisha miaka 18 hatuna mtu yote wa kumlaumu usipokuwa nafsi zetu. Na utakapofanya makosa ukiwa mtu mzima huwezi kumlaumu mtu isipokuwa tutakulaumu wewe kwa kutokuwa makini. La kwanza. Ndio. La pili, unapokwenda katika ndoa sitamani wala spendi watu wanaoweka maslahi yao mbele. Utakapokwenda kwenye ndoa unatengeneza mustakabali wa watoto, wajukuu na vitukuu vyako. Kwa lazima uwe makini sana kuangalia kwamba huyu nilie naye atanisaidia mimi kutengeneza familia. Yani watoto, wajukuu na vitukuu vyangu. Kwa sababu lazima katika maisha yako iwe kwamba malengo yako yawe ni kufanya kazi zaidi alizofanya wazazi wako, kupata mafanikio zaidi aliyowapata wazazi wako, na kuwa mbele katika ibada zaidi ya walofanya wazazi wako. Sasa huyu uliye naye au huyu aliyokuitia wito huu ni mtu ambaye anaweza kukufanya wewe ukafanya vitu bora zaidi ya wazazi wako. Kwa sababu wewe wazazi wako kuna vipengele walivyokosea. Jukumu lako ni kuvisahihisha. Ili wewe vizazi vyako visipate makosa uliyofanya wewe. Sasa huyu unayetaka kutengeneza naye mazungumzo ya kuzungumza kuhusu kesho. Je, hii kesho ana uhakika nayo? Na ikiwa wewe utakufa, yeye ana uwezo wa kusimamia watoto wako, vijukuu na watukuu. Sasa dalili namba moja ya kufahamu kwamba huyu mtu safari anaiweza ni yeye ajiweze. Uwezi kumwambia mtu apange safari hata begi hana, asema mimi nitaenda kujua huko mbele ya safari. Watu wakisafiri huangalia vitu vya muhimu, mfano mswaki, sijui kuweka mafuta ya kupaka, kama sehemu ni ya baridi ubebe nguo za baridi, kama sehemu ni ya joto ubebe nguo za joto na kadhalika. Sasa huyu anayesafiri na wewe
amejiandaa kusafiri na wewe? Na ikiwa itatokea katika huu msafara wakapatikana watoto, amejiandaa kushikilia watoto? Kwa sababu kama shida ni kujipambania, waweza kujipambania ukiwa peke yako. Waweza kujipambania ukiwa peke yako. Na watu wanatakiwa waache kufikiria masuala haya, mfano ndoa, kama masuala ya kihisia. Yale masuala sio ya kihisia, ndio maana kuna serikali kati. Kuna vyombo vya dini kati. Kama ingekuwa ni mambo tu ya mimi na wewe tupendana sana, tunahitajiana sana, tungekuwa hata watu wengine hawahusiki. Kwanza ni jambo langu mimi na wewe, mbona serikali ije kati? Kwa sababu pale kuna wewe ni utakuwa masuala kwa kuleta watoto duniani ambao haukuwa tayari kuwaleta. Wakawawezi kwa sababu yako wewe. Wakaingia kwa watoto wa mtaani kwa sababu yako wewe. Ndio. Wakaanza mapenzi na umri mdogo kwa sababu yako wewe. Kwa sababu umeshindwa kuwapenda, umeshindwa kuwafanyia kama mzazi, umeshindwa kuchukua jukumu lako kama mzazi. Kwa watoto wanaona bora walelewe na wanaume ambao wanawazini. Kuna msichana mmoja alisema, tulienda kwenye mkutano, huyo msichana akasema, mimi ni mume wangu anavyonishughulikia, yani yeye mume wake anavyomshughulikia, anamsaidia kuelewa kwamba kuna wema mwingi kiasi gani katika hii dunia, na pia kuwaonea huruma wale wanawake wanaoenda mbio na wameolewa. Wewe kama mwanaume inatakiwa iwe aibu kwako kwa mke wako kwenda mbio. Kwa nini mwanamke aende mbio na ameolewa? Halafu wewe upo tu. Ndio. Kwa nini wewe huoni kama hili ni jambo la kukudhalilisha wewe? Kwamba sisi tunakutana na mke wako katika mazingira yanayohatarisha. Mathalan, tunakutana na mke wako baa. Anauza nguo za ndani baa. Hakuna mtu ambaye yuko sawa sawa ambaye yuko baa. Hakuna kikao cha kazi baa. Watu wote walokopo pale wameenda kunywa pombe, wengine wameenda kupata burudani. Kwa nini mke wako saa 7 usiku yuko baa anauza soksi? Wewe huoni aibu? Na kwa nini mke wako anaenda kufanya kazi za wanaume na wewe upo? Kuna watu wake zao ndo wanaenda kubeba vifusi, wanapakia vifusi, wanabeba zege. Mke wake ndo anabeba zege. Sasa huyu mwanamke alibeba zege, huyu mkono toka mkono aina gani? Na unahisi atatoka kubeba zege aje kwako akupikie chai? Atakuwa amechoka. Unataka awe mwanamke, hawezi kuwa mwanamke. Au akija unampa panado ndo awe mwanamke. Wewe kama mtoto wa kiume unatakiwa ujisikie aibu kwa mazingira ya utafutaji ya mke wako. Akienda mbio sana, unatakiwa uone haya. Ni kama ile story nikakwambia, mtu alikutwa na mwanaume nywele zimefumuka, akaulizwa nipe namba, akasema mimi na mtu wangu. Akaambia una mtu gani wewe, mbona umefumukiwa nywele hivi? Watu wanawaona wake zenu wanavotembea barabarani, wanawatukanisha. Huyu ni mke wa fulani kweli, mbona umekuja hivi hapa? Unatakiwa uone aibu kwamba huyu mwanamke anavotoka, ametoka kwangu kweli huyu? Toka umemuoja yuko ujui anavaa gauni gani, anavaa size gani ya kanda mbili, akitoka ni kama amekurupushwa. Watoto wakienda shule ni kama hawana baba. Watoto viatu vinaomba po. Mwanamke kiatu kimoja kiko na rangi fulani, kingine kiko na rangi fulani. Lakini ukimwangalia ameolewa, yuko katika nyumba fulani. Mbona wewe unataka watu wakutoe nguo? Au watoto wako kila siku wao ni kurudi nyumbani wamefukuzwa ada kila siku. Kwa sababu gani? Huoni aibu? Ndio sasa huyu msichana akasema, yani yeye mume wake anavyomshughulikia anajisikia vibaya kwa wanawake anaowakuta wanaenda mbio. Mimi kuna wanawake ninawakuta wako mbio, najiuliza wanawake, mbona wote wanaonekana kama wameolewa, mbona wanaenda mbio hivi? Saa ngapi wanakuwa wanawake? Mwanamke
mwanamke unamkuta yuko sokoni saa 9:30 usiku, yuko sokoni. Na ukimuuliza asema nimeolewa. Mbona uko huku? Asema mwanaume kaacha majukumu yake kaniachia. Sasa mwanamke gani atakuwa saa 9 usiku asiziniwe yani masokoni huko? Au asitaniwe? Au asiwe anaguswa? Unamlindaje mwanamke wako? Asipite kwenye mikono ya mwewe. Kwa sababu wanaume ambao ni mwewe wako kibao. Sasa lazima wewe mwanamke ujue kabla hujaolewa. Unafuatwa ndio, lakini una hiari ya kukubali au kukataa. Ndio maana naulizwa mara 3. Na ndio maana kuna idhini. Yaani ndoa ndio sehemu pekee ambayo Mwenyezi Mungu amekulinda. Una idhini. Na idhini yako inasikizwa. Ukikataa hamna mtu yote wa kukulazimisha. Ushamuona huyu hata nistiri mimi huyu nitaenda mbio hivi ninavyoenda mbio. Una uhuru wa kukataa. Na hakuna dhambi katika kukataa. Kwani wewe unadhani yeye amekufuata tu hivyo tu, kakuangalia tu akakufuata. Anajua kwamba huyu ni anaenda mbio, huyu ni kimoa, mimi huyu nitatulia, ndio maana akakufuata. Sasa wewe ndio unataka kujiongeza kwamba hapa mimi nimefanywa kama ngazi. Ngoja nitulie. Hutaki kuvuta subra. Na mimi nakwambia Mr. Hatibu, hawa wote hata wakikupigia simu wakikulalamikia walikuwa wanayajua toka mwanzo. Walikuwa wanayajua. Wewe ushamuona huyu mtu test yake ni vitu vya ajabu. Umemtuma kitu anakuletea kitu cha hadhi ya chini. Ushajua tu huyu hawezi kunipa mimi maisha ya hadhi ya juu. Kwa ukifika uende ukiwa umetegemea maisha ya hadhi ya chini. Ukienda na akili yako ya hadhi ya juu ndio tena kila siku utapiga simu. Kwamba huyu bwana nimemtuma mchele, kaniletea mchele wa vitumbua ndo nipikie wali. Uliona toka mwanzo ulimtuma saa akakuletea saa inobabuka. Ulimtuma sijui nini akakuletea kitu ambacho kinapauka. Ushamjua huyu test yake ni ya kawaida. Kwa hata ukienda kwake akakwambia mimi sina haja ya kununua TV, wewe za tumia simu yako ndio TV yako. Usitulaumu. Wengi wanakuwa wanaona dalili mapema kwamba hapa hakuna safari. Lakini subra, hawana subra ya kusema kama nisubirie. Kama Mwenyezi Mungu ameniweka hapa duniani, lazima amemweka mtu anaendana na mimi. Wacha nivute subra, siku yangu itafika. Hawataki wao. Wao wanataka safari ikifika ndo waende. Na wengine wamedanganywa na mama zao. Tafuta mwanaume ambaye atakusomeshia wanao international schools. Tafuta mwanaume ambaye ana uwezo wa kukupangishia nyumba sehemu za hadhi. Sasa yeye anabeba yale maneno mamake ndo anaingia nayo hayo kutafuta mume. Akipata mume ambao anaonekana ana mafanikio, anamkubali. Hajachunguza jambo moja muhimu. Anaonekana ana mafanikio, anayatoa. Ni mtoaji, ni rahimu. Anaweza kawa nacho na usikipate. Na anaweza kawa nacho asitumie kwenye familia yake. Kibao tunawajua. Familia zao ziko mkono wa kushoto, wao wako mkono wa kulia. Wanachopata familia zao hawapati, wachoyo. Hata nadhani hata miongoni mwa riwaya katika hadithi za Mtume anasema mtu muovu katika wote ambao utamkabidhi mwanao ni mtu bakhili. Bakhili ni bahili wa fedha mpaka hisia. Hata kule kukupenda anakufanya ubahili. Sasa wewe ukiona mtu bahili, usije kusema ni bahili wa pesa tu. Saikolojia inakwambia, na mimi leo nakwambia. Mtu bahili ni bahili mpaka hisia. Hata ile kukufanyia wema anafanya wema kwa ubahili. Kukupenda anakupenda kwa ubahili. Kukufanyia vitu vya kimapenzi anakufanyia kibahili, kwa sababu bahili ni bahili kuanzia pesa mpaka maisha. Kwa hiyo hakuna watu ambao ni bahili eneo moja tu. Bahili ni bahili kila mahali. Kama hujawahi kukutana na bahili muangalie, ni bahili mpaka kwa nafsi yake. Hichi kitu anatakiwa afanye ni kwa ajili ya nafsi yake, lakini anaahirisha. Kwa nini? Hii pesa nyingi sana. Bahili aliumwa katika story. Bahili aliumwa, akaambiwa wewe matibabu yako ni kadha. Alikuwa ile pesa anayo. Akasema mimi sina.
Jamaa wakamwambia sasa bila hii pesa sisi hatuwezi kukutibu kwa sababu katika hii familia wewe ndio uko una uwezo kuliko sisi. Sisi hatuna pesa ulokopo nayo wewe. Asema saba hamna neno, acha nkae tu, Mwenyezi Mungu ataleta rehema zake. Alikufa. Jamaa wakati wanamuandaa wanataka kumuosha. Jamaa wanamfungua nguo na mkuta alikuwa na kisipi ameweka kwenye nini ile wanavaa wanaume inaitwaje msuli. Ameshona ile pesa mara mbili yake, pesa ilikuwa kitakikana mara mbili yake, na mfano ilikuwa kitakana 50,000 alikuwa nayo 100,000. Akafa iko kibindoni. Bahili. Hiyo ni kwa ajili yake binafsi. Sasa angeambiwa sasa mkeo na wanao wataka kitu kule. Lakini madam, tukiambiwa kwamba kuna usemi ambao huo unasema kwamba usipokuwa bahiri basi huwezi kutajirika, kwamba ukiwa tu mtoaji basi wewe mafanikio yako utayasikilia kwenye bomba tu. Hili lina ukweli kiasi gani? Hawajasema kuwa bahili. Wasema kuwa makini. Kwa makini na matumizi. Kwamba unachokipata ukigawanye matumizi, starehe, kuwekeza na sijui vitu muhimu. Usije ukaweka uwekezaji ukaweka starehe hela nyingi kuliko vitu muhimu. Na ukishatoa yale mambo yako mahitaji, ukishatoa akiba ndo hela iliyobakia upige mahesabu maisha yako. Akiba ndo kitu cha kwanza cha kupunguza. Mathalan, mwaka wa pili huu unaishi kwa mshahara wa 380,000. Mwenyezi Mungu akaleta shani yake. Uko unapewa 580,000. Wewe una faida zaidi ya 200,000. Kwa mtu mwenye akili ambayo haiko sawa, ile 200,000 kwake badala ipeleke kuwa akiba, anasema ndio hela yangu sasa kuchezea. Ndio maana watu wakipiga au wamepata faida wanakimbilia starehe kuliko mtu akaikeze. Hela unaoipata baada ya kuipata hela yako ya kawaida, ile ni hela yako ya akiba. Kama umeweza kuishi miaka 2 kwa 380,000, ina maana ikiingia 580,000 unatakiwa upretend kwamba ile 200,000 wewe huna, si yako. Ukeke hifadhi. Lakini sasa wengi mnaowajua mimi, wakipata ile 200,000 anapata girlfriend, anaongeza girlfriend. Alikuwa na girlfriend mmoja kwa 380,000, sasa kwa sababu 2 imeongezeka, ngoja niongeze msichana wa pili sasa. Nina na girlfriend 2, sina pesa. Kwani girlfriend atakupa? Hujui kazi ya girlfriend. Girlfriend kazi yake ni kuchukua. Sasa wewe unahisi ukiwa kila siku waitoa hiyo 200,000, wewe return yako ni nini baada ya mwaka? Lakini ukasema hii 200,000 nipeleke nyumbani walime, niwape hela wanilime vitunguu, wanilime ufuta. Wewe utakuwa na shilingi ngapi baada ya mwaka? Ukipata ile faida, basi ukipata ile faida basi tafuta basi your girlfriend. Lakini wewe hata faida huna, ndio kwanza umepata ihsani ya Mola wako, umepata 200,000 ziada. Hata sadaka ukumbuki. Jambo la kwanza uzoko kwenye kichwa chako ni upate girlfriend. Mara unakuja unaona tena yule girlfriend ushamuonyesha kwamba wewe ni mtu wa pesa, akawa sasa humpi zile pesa, anaanza kukuita majina. Au anakusaliti na mwenye pesa zaidi yako. Ubaya wa kumuonyesha mtu kwamba upo naye kwa sababu ya kitu fulani. Kuna hii dunia, kuna kila siku kuna mtu ambaye amekuzidi. Sasa wakati mwingine umejua vijana huwa wanashindwa kutofautisha kwamba ni wakati gani sahihi sasa wa kuweza kutoa, kwa sababu wakati mwingine unakuta usipotoa ndio hivyo unaambiwa tena bahili. Ukitoa unaambiwa wewe tena ujitambui, unashindwa kuwekeza. Sasa ni wakati gani ambao unatakiwa sasa hii ndio ya kutoa, hii hapana, sitakiwi kutoa, ni kwa ajili ya uwekezaji? Mfano, unapata 400,000 kwa mwezi. Pale si huo matumizi yako yote yameisha. Kwa 400,000. Ukipata raise ya salary au umepata promotion ukapata 200,000, 2 uzipeleke banki. Sababu ile ni pesa ambayo ulikuwa huna, umeipata bahati. Au ukazunguka huko ukafanya vyako, ukapiga zako za nje umefanya mazoezi. Ukapata 200,000 ya ziada.
Alafu mtu unaanza naye mazungumzo. Kwamba wewe ndio unazungumza naye. Kwani mtu ambaye ajulikana kwamba huyu anaweza kunipa hela, si ajulikana tu. Hivi waga nani wali wa kushiba unaonekana kwenye sinia kama kwenye sahani? Mtu tampeleka chai. Ya kwanza mwende mkaongee. Bwana vipi, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa fulani, nafanya shule wapi nini. Akiondoka pale, kwanza kuja pale unamtafutia usafiri aje. Anakuja. Akiondoka unamtafuta usafiri aende. Chakula sio yeye anakula chakula, wewe umeagiza maji. Kama ni chakula mwala. Akiondoka kama na ndugu zake unamwambia uchukue chochote kwa ajili ya kupeleka. Hapana, sina haja. Haya. Anaondoka kwao. Chai ya pili. Sasa ya pili humuiti chai, unaita cha mchana. Cha mchana anakula na wewe unakula, si unywe maji. Umemwandikia usafiri akafika. Ukamwandikia na usafiri mwingine aondoke. Siku ile ukienda kumuita cha mchana unampelekea zawadi sasa. Ushamuona anavaa hivi yuko hivi. Ushamsoma, utakiwa uwe na akili namna hiyo. Ndio uweze kuishi na mwanamke. Ushamuona pale akashika mkoba hii, akashika nini. Kwa ile siku ya mchana, chakula cha mchana unapeleka zawadi. Akila chakula cha mchana akimaliza anabeba naye hii zawadi yangu. Anaondoka. Wamuita cha usiku. Akija cha usiku kama na kakake naye wamnunulia kakake labda kaka kule au kaka nje anamsubiri muyaongee. Akimaliza unampa zawadi. Umempa usafiri anaenda kwao, umempa usafiri akija pale kwenye ile cha usiku. Kwani mpaka hapo tu hajajua kwamba huyo ni mtwaji. Mpaka uanze kulipa kodi, sijui ulipewa leo kufa kwa kijijini, sijui anataka kuwanyoka, sijui saizi wako kwenye harambee. Ajulikana. Na ile zawadi ile kwa mwanamke mwenye akili sawa sawa. Zawadi unompa atakudefine wewe ni mtu wa aina gani. Mtu wa vitu zawadi zinaongea pia. Mtu wa vitu virahisi vitu cheap au ni mtu ambaye unachukua time kutafuta zawadi. Unamletea mtu kitu ni combine. Akitoka pale akutana zimemwagwa chini sokoni. Holy unaje brother? Au umempelekea kitu baada ya nusu saa akikiangalia hivi kilikuwa chekundu sasa kimekuwa pinki. Kwa wewe unatakiwa uwe makini. Mtu akishika kile kitu anajua huyu mtu wakati ameenda kuchukua hiki kitu alikuwa amenitafakari. Kuna watu wanakuwa na maisha mazuri madam, lakini huwa wanapima kwa vitu vidogo sana. Wanampima mtu kwa vitu vidogo sana. Sasa wakati mwingine huoni kitu kama hicho kinaweza kikampoteza mtu, kwa sababu inawezekana kakupima akuone wewe ni mtu wa kukurupuka na mambo makubwa zaidi, ama hata mambo madogo unaweza kupokea. Sawa, lakini kwani ukijua kwani unataka useme? Ukijua usemi. Ukijua unaendelea kunyamaza. Sasa si ndio subira inahitajika? Yani wewe binti, ukishajua kwamba huyu hajanifikiria wakati anatafuta hichi kitu. Kwa hiyo unajaribu sasa kusubiria mikutano mingine ijayo. Kwa katika mikutano ujao uta notice nini? Ndio maana mimi nawaambiaga wasiwe wanaongea. Ukifika pale kwenye ule mkutano wewe sio unaongea, jibu maswali tu. Kwanza wewe ndio unatakiwa mwanaume akujue, sio wewe umjue mwanaume. Wewe mwanaume akishakwambia nia yake kwako, wewe utamchunguza. Si una kaka zako? Kaka zako atamfuatilia. Unataka kumjua mtu ya nini? Yeye anataka kujua maana yeye anataka kukuoa. Wewe unataka kumjua mtu ya nini? Wewe ukishajua nia yake hasa kwako ni ipi, ndipo utakapoambia kaka zako wafuatilie. Kwa sababu bila kujua nia yake kwako ukaanza kumfuatilia, utaanza kumpenda. Naye kumbe maskini alikuwa hana nia ya kukupenda, kwa anataka apite. Ndio sasa ameahirisha, hakutaki tena wewe, amemwona mwingine, unaanza kuja kulia sasa, mimi nitakufa hivi sasa, hebu nisikilizeni, niko na matatizo kwenye moyo wangu. Shida nini? Huyu ulikuwa na mahusiano naye lakini nampenda sana, siwezi kukaa mbali naye. Nani alikutuma umpende mtu mwenye mahusiano na wewe? Nani alikumpende mtu aliyekuoa? Mtu anayekuoa ushejua nia yake hasa, kwangu mimi ni ndoa. Ndio pale sasa na wewe ujiachie umpende. Kwa sababu mtu yuko kwenye kujuana na wewe urafiki. Je, kama anataka umuunganishie na rafiki yako, hakutaki wewe, anamtaka rafiki yako. Ushaanza kumuuliza maswali, ushaanza kumchunguza. Akishasema baada ya chai au baada ya chakula cha mchana akakwambia
mimi nataka kukuoa. Ndio mwambia sawa, hamna neno, niachie, nitalitafakari kisha nitakujibu. Wewe ukitoka pale ndio unawaambia kaka zako, bwana kina Hati fulani mimi nataka kunioa, lakini mimi fulani simjui wala sina mbinu ya kumjua. Kaka zangu pamoja na rafiki zenu, mchunguzeni ikiwa mimi yanifaa. Ikiwa mimi yanifaa. Kwa sababu kaka zako wanakujua wewe kama mwanamke na kama dada yao, na wanamjua yule kama mwanaume mwenzao. Watapata taarifa, watakuletea sasa. Bwana sisi tukimtizama sister mwaendana. Lakini kuna kipengele fulani, hebu muulize wewe mwenyewe. Sasa wewe ndio unaita chai, labda utaita labda cha usiku. Naomba tukutane na maswali yangu nikuulize. Haya. Sasa mwenzangu, nasikia ulioa, ilikuwaje ndoa yako? Unajua ilikuwa inabidi sasa mimi na yeye hatupendi chumvi, mimi nampenda chumvi, yeye anapenda limao, kwa hiyo ikabidi tukashindwa kukaa. Sababu ilikuwa hiyo tu. Haya sawa. Basi nashukuru, mimi swali langu lilikuwa hilo tu. Una jingine? Sina jingine. Unaenda kwa kaka zako. Kaka zangu, huyu bwana alisema ameachana na mkewe kwa sababu mkewe akiwa akipenda ndimu, yeye anapenda chumvi. Sasa nyewe mwaona hapa umeridhika ndugu zangu? Sisi tumeridhika, ila swali istikhara. Ndio mambo yanavyokwenda. Lakini sasa wewe ukifika pale kwenye ule mkutano, wewe rangi yako rangi gani? Unapenda rangi gani? Sasa wewe kwenye maisha mpaka utimize miaka 35 utokosha umeuliza rangi mpaka umeingia wazimu kwa kuuliza rangi. Unapenda siku gani? Siku gani katika wiki unaipenda? La kuata. Utauliza basi. Wewe mwache aulize. Usimshughulikie. Wewe mambo ya kumjua yeye, mwache wanaume wenzake ndio watamjua aje kukuambia wewe. Mimi nadhani huo ndio utaratibu sahihi. Inawezekana aina ya wazazi ama company nikiongelea marafiki inawafanya wasichana wengi kukurupuka, hususan kuingia kwa watu ambao sio sahihi. Simekwambia hapo kuna baadhi ya watu wazazi wao wanawaambia tafuta mtu ambaye atasomesha wanao international school. Kusomesha, hajasema mtu ambaye atakuwa karibu na wanae. Kwani unafikiri shida ni mtoto? Sisi wote tunajua, tulikuwa kwenye hizi familia za Kiafrika, mtoto ni wa mama. Watu wote tunajua. Kwamba tu baada ya kuzaa kuna lolote linaweza likatokea. Mwanaume akakuachia mtoto au wewe ukaspendi muda mwingi na mtoto kuliko yeye. Je, atakuepo? Hiyo ndo shughuli. Katika yale maeneo ya ukuaji muhimu ya mtoto, mwanaume atakuepo maishani kwa mtoto. Kama ni mtoto wa kike ajue kuna baba, kama ni mtoto wa kiume ajifunze vitu vya kiume. Kwani pesa ni nini? Pesa si mtu anaweza akatuma yuko Java akakutumia pesa. Lakini atakuepo. Shida ni mtoto atamka atasikia sauti ya kiume. Mtoto akizaliwa atabebwa na baba yake. Ile saa sijui umetoka kumzaa, kuna mwanaume wa kumweka begani. Hiyo ndio issue. Wakulipa international schools wako, hata jomba zake anaweza kumlipia, au wewe mashallah umepata kazi nzuri uweza kumlipia. Atakuepo mtu wa kumuingizia wanaume ndani ya mwili wake, ajenge confidence. Hiyo ndio kitu cha muhimu. Kwa wazazi wapunguze kwa peleka vibaya hawa watoto. Tafuteni wanaume ambao watakuwepo kwenye maisha ya watoto wenu. Madam, mapenzi yanarogwa? Sina ujuzi sana kwenye hizo engo, lakini kisaikolojia wajua waweza kutumia mbinu ukampata mtu. Lakini unahitaji mbinu nyingine kumweka mtu. Kivipi? Mfano, natumia mbinu mtu awe na mimi. Akishaingia kwenye mahusiano na mimi, natakiwa niwe na mbinu nyingine za kubaki kwenye mahusiano na mimi. Na zile mbinu zinatakiwa zibadilike mara kwa mara kutokana na mahitaji ya mtu. Sasa huo ni kazi. Shughuli pevu. Unakuwa umejibebesha mzigo mkubwa sana. Na nataka yani wasichana wengi wanapokosea kwenye mahusiano ni wanaenda sehemu ambazo wao hawatakiwi kwenda. Ushajua huyu mtu mimi hanipendi. Shati mojawapo la kuwa na ndoa yenye maisha mafanikio ni kupendwa na huyo mtu anayetaka kukua. Hakikisha amekupenda. Utaishi kwa raha.
Wala wanaume hata unafikiri wanaume hata wana tabu? Wala hawana tabu. Shida uwe mwanamke aliyekutaka. Usiseme kwamba umependwa na mwanaume ambaye ana survive. Mwanaume anaye survive wala hajui anampenda nani. Yeye anaangalia nani atamhudumia hapo kwa huo muda akae sawa. Ni kama mtu mwenye njaa. Hajui chakula chake muhimu ni gani. Akienda hoteli akipewa chochote kitakachofanya ajaze tumbo, yeye yuko sawa. Sasa sio ukamkuta mtu ambaye ana hustle, hajui kesho yake ikoje wala hana mpango wa kuitengeneza, ukasema huyu mimi ndio kanipenda sana. Kutana na mtu ambaye vitu vyake ameviweka sawa, anajua anapokwenda. Huyu akikwambia nakupenda, ni kweli amekupenda. Lakini mtu ambaye hajui, wewe ndio unaenda kumtoa geto. Alafu sema mimi amenipenda sana. Ngoja nimtengeneze mazingira. Wewe ndio mtengeneza mazingira. Si yeye atengeneze mazingira akwambia umpige tafu. Ni wewe ndio unatengeneza mazingira. Unaambiaje wadada ambao kwa kiasi kikubwa huwa wanatumia muda wao kwenda kwa waganga wakiaminishwa kwamba wana uwezo wa kumteka mwanaume kimapenzi? I see. Sijui kama wapo. Maskini. Kabla kuja hapa tunafanya utafiti wa kina. Wapo. Mimi sina kuambia, naambia pole. Kwa nini unawapa pole? Ni kazi kubwa kwa sababu utakuwa waenda kila siku. Unajua kama hivyo umekwambia katika mbinu za kisaikolojia, unatafuta mbinu mtu awe na wewe kwenye mahusiano. Akiingia unatafuta mbinu abaki. Akibaki unatafuta mbinu za kuamka naye akiwa ameamka na kichaa. Sasa hizi mbinu wewe kazi yako kila siku itakuwa kumstadi mtu. Utaishi saa ngapi? Na uhakika hata huko labda kutakuwa na vipengele inavyo hivyo hivyo. Mimi naona napenda vitu viwe natural. Yaani vitu viflow vyenyewe. Acha mtu akupende. Bas. Acha mtu akupende. Akikupenda mtu ni raha sana. Utaenjoy kuliko kusema ujaze vitu, utumie mbinu za kisaikolojia mtu awe na wewe. Wajua mtu akiwa anakupenda, hata upate tabu. Waona ile tabu wanaosema wasichana kwamba anakuwa na mtu anasema huyu sio type yangu, siwezi kuwa naye. Wenzako ambao wako na type ambazo sio zao, wale wanaume ambao wanawapenda wao, sio wao wanaowapenda. Wakiulizwa, wewe umempendea nini Mr. Hatib? Atasema anajibu message kwa wakati, ananipa zawadi, ananiheshimu. Lakini wewe ambaye uko na mtu ambaye ni type yako, anakupeleka mbio, ukiulizwa, unasema yeye ninampenda tu jinsi alivyo. Nini dada? Hiyo sio kazi yako. Jinsi alivyo. Huwezi hata kusema kwamba nampenda kwa sababu ni mtu ambaye ameniweka kipaumbele kwenye maisha yake, kwa sababu si umelazimisha mapenzi. Upo na type yako, tafuta mtu ambaye sio type yako, uone maisha yao marahisi. Kuna watu wana miaka 35 hawajawahi kupewa maua. Kuna watu karibuni wanafikisha miaka 40 hawajawahi kupewa maua. Kwa nini? Anapenda mtu type yake. Lakini wale ambao sio type zao wangewakubalia, wangekuwa na maisha mazuri. Lakini watu wasema sio type yangu, siwezi kuwa naye, sio type yangu. Wewe ukishtuka mapema ukaje sisi huku tuliko, utaona utamu wa mapenzi. Lakini wewe shikilia hizo type zako. Lakini madam, mapenzi si hisia. Kama mapenzi ni hisia ambazo zinadumu kisaikolojia, zinadumu siku 90. Yaani wewe unaenda kubeti maisha yako kwa ajili ya siku 90. Baada ya siku 90 uje mnaanza kuishi ukweli. Uje kumuona hata akiwa amekasirika na kuaje. Kuna wanaokasirika wanavunja vikombe vyote ndani. Na kuna anayekasirika anakuhama, anarudi nyumbani baada ya miezi 6. Na akirudi unaambiwa amempa mimba huko alikokuwa. Wajue ni watu. Alafu acheni kusema wewe mtu sio type yangu. Unaweza kutengeneza type umeumba yupi wa kwako. Alafu wale ambao mnaona ni mashamba ambao ndio sio type zenu, ndio watu wanaostaresha. Yaani hata mifano hata iko mbali, tulizeni sisi. Tunafurahi. Kuweka type mbele. Unashangaa hata siku moja uitwi kwenye chai kwa kuweka type mbele. Unakufa uje kupewa maua. Maua yanauzwa shilingi 7,000 uje kupewa maua.
Na madam, kuna athari gani hususan kwa wanawake au wanaume ambao wanazaa na wanaume tofauti ama wanawake tofauti? Hao wanakuwa wamejipangia lifestyle yao, lakini sio lifestyle yenye afya. Sababu sasa watoto wanakuwa matabaka sana, mtoto wa huyu, mtoto wa mama huyu, mtoto wa mama huyu. Lakini saa nyingine mtu anajikuta anakuwa hana uwezo wa kuya control hayo mambo. Sema sio picha nzuri, yani sio sehemu ambayo msichana ambaye hujawahi kuzaa uingie. Mwanaume ambaye hujawahi kuzaa uingie kwa mtu ambaye amezaa na watu 6 tofauti, au msichana ambaye hujawahi kuzaa uingie sehemu mtu ambaye amezaa na wanawake 6 tofauti. Sio sehemu nzuri. Inawezekana riziki yako ndipo ilipo. Ninakwambia unaweza ukaingia, lakini sio sehemu nzuri. Kwa nini? Drama. Watu 6, drama zao ni 6. Alafu kwa nini wewe uolewe? Watu 6 wote hawajaolewa, wewe uolewe. Utaweza kuvumilia hizo kelele? Huyu anataka mwanae apewe hichi, huyu anataka mwanae apewe hichi, huyu anataka mwanae apelekwe weekend, huyu anataka mwanae amchukue weekend. Yaani wewe uwe katikati hizo drama 6. Watu 6, makuzi tofauti 6, drama 6, kelele 6 na bipolar 6. Utaweza? Ni sehemu unaweza ukaingia, lakini unatakiwa uwe na nguvu kihisia uweze kuingia hiyo sehemu. Na ujiandae kabla kuingia sehemu kama hiyo. Sababu ni sehemu hatari. Unajua unaweza ukadhurika pia. Wewe una nini mpaka sisi wote 6 hatujaingia, wewe ndio umeingia? Unaweza ukadhurika. Alafu huyu mtu mpaka watu 6 wote, ina maana hajabahatika hata kupata mwenye nafuu. Ndio hapo. Sijui, wanadamu wenyewe wanajua, lakini ni sehemu ambayo sio sahihi. Yaani sehemu ambayo sio yenye afya. Utahangaika sana. Ikiwa roho yako ni ndogo kama ya kuku, hutaweza. Utafanya harakati nyingi sana. Vikao vya usuluhishi vitakuwa vingi kuliko vya kujenga. Kisaikolojia imekaa vipi hususan kwa wanandoa ambao wamechelewa kupata uzazi ama mwanamke akiwa hazai? Kwamba inaonekana kama mwanamke ndio mwenye matatizo kuliko mwanaume, na mara nyingi watu wa upande wa kiumeni ndio ambao huwa wanaleta maneno mengi sana bila kumwangalia ndugu yao, lakini wanamwangalia tu mtoto wa kike. Hii inasababishwa na nini? Ni elimu ni elimu duni. Watu hawana elimu wana elimu duni. Lakini pia ni ile kuweka kwamba mambo ya mfumo dume kwamba wanaume wanakuaga hawana matatizo. Lakini nataka niwaambie watu, wajua saa nyingine si kama hamuzai kwa sababu labda kuna mtu mmoja wapo ana matatizo. Labda damu haziendani. Pia mnaweza msizae. Lakini pia Mwenyezi Mungu anajua kwamba nyinyi mtazaa, lakini mtoto mnataka kumzaa atawaleteni shida. Kwa anawaepusha. Kwa usije ukachukulia hata siku moja serious kitu ambacho wewe huna mamlaka nacho. Mamlaka yako kwa Mwenyezi Mungu. Wewe ni kuomba Mwenyezi Mungu akupe. Kama atakupa, hewallah. Kama hakupi, shukuru Mungu. Wajua alama ya muumini ni nini? Kuna mwandishi mmoja Rabia, yeye Rabia anaamini kwamba uwezo wa mtu kuwa muumini ni uwezo wa kujiangalia yeye ndani yake kabla hajaangalia ndani ya mwingine. Uwezo wa kujifanyia yeye kazi kabla hajamfanyia mtu mwingine. Kujiuliza maswali magumu ikiwemo, kwa nini jambo hili linatokea kwangu? Ndio. Ndio huyu bibi huyu alijiuliza, alisema kujiuliza, kwa nini jambo hili linatokea kwangu? Sio kwetu, kwangu mimi. Yaani kwamba katika siku zote katika maisha yako ni kujikagua wewe nafsi yako bila kuangalia nafsi za wenzio. Mfano mimi nimepata mtihani, sipati mtoto. Kwa nini jambo hili limenipata mimi? Si mke wangu wala si mume wangu. Kwa kama ni mama mkwe ajiulize, kwa nini jambo la kukosa mjukuu limenipata
mimi kuna kitu gani nimekifanya mpaka sipati mjukuu? Sio mkweo wala si mwanao. Ni wewe. Kwa nini mjukuu haji katika maisha yako? Hiyo ndo alama ya muumini. Na ukishafikia hatua hiyo, ni kuja sasa kujiuliza, kuongea na Mola wako, ya Rabbi, nifanye nini ili mjukuu atokee katika maisha yangu? Nifanye nini ili mtoto atokee katika maisha yangu? Ukishafika sasa hiyo level, ndio sasa wewe uanze kuomba Mwenyezi Mungu akuonyeshe mbinu ya kufanya upate mtoto. Sio mbinu ya kufanya mwanao apate mtoto. Mbinu ya kufanya wewe upate mjukuu, wewe upate mtoto. Ndio sasa hapo utakuwa katika level ya juu ya kuwa muumini. Sasa maana yake ni nini? Hata kwenye makosa ni kujiuliza, kwa nini mimi nimefanya kosa fulani? Si kwa sababu gani Hatibu amefanya kosa fulani. Kwa nini fulani amenifanyia mimi kosa fulani? Kwa nini mimi wanaume wananilaghai? Sio kwa nini wanaume wamenilaghai. Kwa nini mimi ninatoa sababu gani mpaka wanaume wananilaghai? Mimi natoa sababu gani mpaka sipati mafanikio katika ndoa yangu? Mimi ninakosa gani? Sio mume wangu kwa nini ananifanyia uovu. Mimi kwa nini uovu unatokea kwangu? Ndo ishara ya muumini wa kweli. Na sasa ukishaipata ile, umuulize Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, nionyeshe nifanye nini mimi uovu sitokee kwangu. Watu wasinifanye mimi uovu, sio wao wafanye, mimi. Sasa Mwenyezi Mungu yeye atakuonyesha njia, na wewe mwenyewe pia njia utaziona kwamba mimi nimewaruhusu sana watu. Mtu alikuwa hana maana na mimi, lakini nilikuwa nasema nitambadilisha. Kwa mwisho wa siku utakuja kujikuta mambo yote yalotokea kwako wewe ndio ulikuwa sababu. Baadhi ya mazungumzo na watu ilitakiwa ishie tu kwenye halo, basi poa. Wewe ukayapeleka mpaka kwa kujipa moyo. Sasa jiulize wewe, kwa nini mambo fulani yametokea kwako, sio kwa nini watu wanakufanyia. Sasa kuna swala la budget hususan kwa wanandoa. Mara nyingi hapa inaangaliwa kwamba mwanaume huwa anaacha pesa. Wakati mwingine anaangalia kwamba ni jinsi gani mkewe atakuwa anaweza kuicontrol fedha ambayo inaoachwa kwa ajili ya mazingira sahihi. Anaposhindwa kutumia pesa ama budget ambayo ameachiwa kama yalivyokuwa mategemeo, ni kurithi kutoka kwa wazazi ama akili ya mwanamke mwenyewe? Nadhani hapo ni shida ni yeye mwenyewe mhusika, kwa sababu mambo ya wazazi tena hayahusiki. Tushasema kwamba malengo yetu yawe kuishi bora zaidi ya walivyoishi wazazi wetu. Kwa kama wazazi wetu walikuwa wakikosea, sisi majukumu yetu ni kubadilisha makosa ya wazazi wetu, sisi kuyaondosha. Sasa kama ushamgundua mwanamke kazi yake ni kuharibu budget, inabidi sasa wewe uchukue hatamu. Wewe ndio uwe wapanga budget. Kwa mwisho wa siku hawezi kukusaidia, atakuharibia. Umwambie, umkalishe chini. Akikosea mara ya kwanza umkalishe chini, mke wangu umeharibu budget mwezi huu. Mwezi ujao mke wangu umeharibu budget tena. Mwezi unaokuja naambia mke wangu, mara hii ukiharibu budget nitaichukua mikononi mwangu. Kwa wewe mwenyewe sasa ufanye mazungumzo na matumizi, kwa sababu mwisho wa siku unaishi, lakini lazima uweke akiba. Sasa kama kila siku yeye anaharibu alafu anakuja kuchukua akiba, wewe ndio utaingia kwenye matatizo. Kwa sababu watu wakiumwa, watoto wakitakana kwenda shule, ni jukumu lako wewe mtoto wa kiume. Sasa ikiwa mke baada ya kukusaidia yeye anaharibu, inabidi umuondoa, uchukue wewe mwenyewe. Na ujue kuna baadhi ya wanawake wanaharibu budget makusudi. Unamaanisha nini ukisema wanaharibu makusudi? Wengine wanacheza michezo. Kwa hiyo wanakopa mikopo, wanafanya mambo yao, si mambo ya familia. Kwa sasa unaweza ukasema ngoja niache, yakaja kuwa mengi. Na hii ni kutokuwa na huruma na mumewe, ama ni ubinafsi umemjaa? Nadhani ni ubinafsi. Sababu huwezi kufanya majukumu mambo ya familia na pesa za familia alafu mwisho wa siku kufaidisha wewe peke yako. Fanya na pesa zako ndio kufaidisha wewe peke yako. Kwa nini unaiminya familia ili upate kujifaidisha? Sawa. Tunajua kuna watu ambao wanakuwa na hofu sana, ama wanakuwa na wasiwasi
kwa kiasi kikubwa. Jambo sio jambo, inakuwa ni shida. Kisaikolojia, nini kinachotakiwa kifanyike hususan kwa kabla hajawa mtu ambaye hii hofu imemtawala? Nini kifanyike ili hofu ama wasiwasi usiweze kumpata mtu na kuona chochote ambacho anachoambiwa na uwezo wa kukaa pasi na kuingiza hofu wala wasiwasi na kutimiza vilivyo? Overthinking ni ugonjwa. Kufikiria ziada ni ugonjwa ambao mara nyingi kukutibu ugonjwa huu ni kurelax. Lakini kabla ya kurelax jiulize, hivi ninavyokwenda mbio nitabadili nini? Hivi ninavyokwenda mbio na hili jambo naliwaza, napasua kichwa, nitabadili nini? Mfano, umepoteza hela. Kabla ya kufikiria namna gani utairudisha ile hela kazini, unaanza kufikiria nitafukuzwa kazi, mke wangu ataomba talaka. Katika hayo yote ambayo unataka kuyawaza, unaweza kubadili kitu gani? Kutafuta hela ukairudishia, sio? Fanya hilo. Ndio. Kama huwezi kuitafuta hela ukairudishia, swali raka mbili ushukuru Mungu. Yeye ndo amekupa hii hela na yeye ndo amesababisha hii hela imepotea. Ilikuwa riziki yako wewe upoteze. Muombe Mwenyezi Mungu taufiki akusaidie uipate tena, au upate mbinu ya kudili na ile jambo. Kwa sababu hata ukilifikiria sana hamna njia. Kwa sababu mimi mtu mmoja siku moja aliniudhi sana. Nikawa mimi nimelibeba moyoni. Nikanajiuliza, kwa nini nimeudhika namna hii? Yaani mimi kitu kilichokuwa kinanisumbua ni kwa nini nimeudhika namna hii. Sasa mwenzangu akaniambia, Lela, watafuta sababu kwa nini umeudhika? Nikamwambia naam, natafuta sababu kwa nini huyu mtu ana nguvu kwangu namna hii mpaka kaniudhi namna hii. Kwa sababu mimi sitaki mtu yote awe na mamlaka kwangu kiasi cha kuniharibia siku. Kwa sababu hii si kawaida yangu mimi kuwa hivi. Mimi nimeumbwa huru, siwezi kuwa mtumwa kwa mtu yoyote. Sasa najishangaa, kwa nini huyu mtu huyu ana nguvu kwangu namna hii? Nimekosea sehemu gani? Mpaka kafika hapa na mimi. Akanambia hutakiwi kuwaza hilo. Unatakiwa uwaze nifanye nini ili huyu mtu asiwe na nguvu kwangu tena. Asiweze kuwa na nguvu ya aina hii tena kwenye maisha yangu. Na unatakiwa uwaze kwamba utafanya nini. Sio kwa nini. Utafanya nini uzuie hii hali isitokee tena kwako. Kweli nikaanza kuwaza hii hali mimi nawezaje kuicontrol isirudi tena katika maisha yangu. Nikagundua kumbe nilikuwa nimemweka katika nafasi ya juu. Na ndio maana aliniumiza. Ndio maana alivyoongea neno liliniingia, kwa sababu nilikuwa nimemweka kwenye nafasi ya juu. Ina maana nikimweka kwenye nafasi ya kawaida, lolote atakaloongea ni kama rafiki yangu. Rafiki yangu hawezi kuongea jambo lolote akanikera mimi, kwa sababu ni rafiki yangu. Lakini nitakapomweka mtu katika sehemu ya juu ya userious, ndipo atakaponikera, kwa sababu atasema itaonekana ni yeye yuko thamani ya juu, hakutakiwa kunifanyia hili, sio? Basi ndo nilipojua kwamba hata ukiwaza usiku kucha, jambo kubwa ni kutafuta suluhisho. Natokaje hapa? Basi yani utafute nafasi kwamba mimi hapa nachomokaje kwenye uzio huu. Kwa sababu hata ukiwa na wasiwasi mpaka kesho, mfano labda umepoteza pesa, asubuhi yatakikana. Hata ukiwa na wasiwasi, asubuhi watu wanaitaka pesa yao watu. Utaenda kuichukua wapi? Sasa leo unatakiwa upange kwamba hii pesa mimi nitaipata wapi? Na uwe na plan B. Nikikosa hii pesa nitaipata wapi badili yake? Kwa hiyo unawakopa watu wawili, unamkopa Hatibu na Lela, ili asubuhi ukiulizwa pesa unampigia Hatibu. Kama iko unaitoa ile ya Hatibu, kama haiko unachukua ya Lela. Ukiwa mtu wa wasiwasi, kuwa na plan B. Ukifanya mambo yako na unajijua wewe ugonjwa wako ni wasiwasi, weka plan B, yani kwamba hili likikwama nitafanya hili. Kuna nyakati fulani hivi nimekuwa nikipitia binafsi, sijui kwa wenzangu inakuaje hapa. Ngoja nikuulize vizuri hapa. Kwa mfano kama nimepoteza kitu, naam, alafu moyo wangu kafanya sikioni,
Lakini wakati mwingine kama nimepoteza kitu alafu sijashtuka, yani na uhakika kabisa kwamba kitu hicho nitakipata. Hapa kisaikolojia ni vipi yani? Kwamba napokuwa yani nikistuka hicho kitu sikioni tena. Lakini nisipostuka hicho kitu nakipata. Ni hisia ambayo wanasema subconscious mind. Inakuwa ni hisia tu. Kwa sababu kama mimi zamani kabla sijajitambua nilikuwa jambo linalonipa wasiwasi haliwi. Yaani nikiwa nimefanya kitu afu nikawa na wasiwasi nacho. Mfano nyumbani nimeenda kinyume na bi mkubwa, ndo alikuwa mkali sana. Nimeenda kinyume na bi mkubwa. Nikawa usiku sijalala kwa hofu ya kupigwa viboko asubuhi. Wala sipigwi. Lakini siku ambayo nimefanya makosa afu nikawa najiamini, asubuhi naamshwa na viboko kisawa sawa. Kwa hiyo nikawa najua kwamba nikifanya kosa na nikawa na kimuemue kwenye moyo wangu, asubuhi hakuna neno. Lakini nikifanya kosa nikawa nimerelax, asubuhi kitaniramba. Lakini sasa baada ya kujitambua nikaja nikagundua kwamba ile ilikuwa tu ni fikra nimejitengenezea. Kwamba naweza nikawa na kimuemue na nikapigwa pia. Na kweli ikatokea siku nimefanya kitu nikawa pia na wasiwasi nikapigwa. Na sasa hivi nimeanza kuchukua sasa hiyo kwamba nikiwa na wasiwasi, hata nadhani wiki 3 au 2 zilizopita mimi na dadangu tulikuwa tunaongea jambo, akaniambia fulani ataliulizia. Nikamwambia hebu tupange. Akiwa analiulizia, ndio maana nikakwambia watu wa wasiwasi lazima uwe na majibu, uwe na plani mbili, yani uwe na plan A na plan B. Ndio. Akaniambia akiulizia umejipangaje? Nikamwambia nitafanya hivi. Akaniambia in case amekuja style hii wewe utafanyaje? Nikamwambia nitafanya hivi. Kwa tukawa tuna majibu. Hatujakaa hata masaa 24. Jamaa akaliulizia ile jambo. Kwa mimi tayari majibu nilikuwa nishaweka. Kwa mimi nikayatoa yale majibu. Kwa ndo sasa juzi sasa tukawa tumeamini kwamba kuna kitu kinaitwa gut feeling. Yaani unakuwa na hisia jambo fulani litatokea. Sasa ile gut feeling mara nyingi si mtu. Ile gut feeling ni Mungu. Anakushtua kwamba huku unakokwenda siko, au jambo fulani litakuwa. Kwa wewe kushtuliwa kwako namna ile pale ni kujipanga, sio kuacha. Ni kujipanga kwamba likitokea nitafanya nini. Mfano jambo limetokea au kitu umepoteza, nafsi yako ikapasuka kwamba hutokiona. Ni kujipanga kwamba hichi kitu nifanye nini ili nikione, sio kukiacha. Ni kujipanga kwamba nafsi ishashtuka hapa, sitakiona, ngoja nijipange, nitakionaje. Nianze kukumbuka possible places ambazo naweza kaa nimekieka, sehemu ya mwisho kukishika nimekishika nikiwa wapi. Kwa wewe ukipata mshtuko ni kawaida, wanaita gut feeling. Ni kawaida kuipata. Lakini ukipata mshtuko maana yake ni Mungu anakuonyesha ili ufikirie utatokaje. Sio uache, utatokaje. Sasa kuna jambo lingine. Wakati mwingine unakaa hivi unamfikiria fulani, alafu muda mfupi tu unaona simu ya fulani inaingia ama ujumbe fulani unaingia. Hii nayo tunaiweka wapi madam? Yaani kuna kuwa na alignments kwenye dunia. Mfano wanaita nguvu spirits. Kitu chochote ambacho unakipa muda kitatawala maisha yako na hisia zako. Na kitu chochote ambacho unakipa hukipi muda na nafasi hakiwezi kutawala maisha yako na hisia zako. Ikiwa nyinyi ni watu mnaopendana, nafsi zina tabia kusemezana. Unaweza kuwa umekaa ukatamani kusikia simu ya mtu fulani akakupigia, wanasema nafsi zina semezana. Au kwa umekaa uko unamwandikia ujumbe naye akawa anaandika, wanasema nafsi zina semezana. Au wanasema spiritual coincidence. Yaani coincidence au bahati zinazotokea kutokana na nguvu za kiroho. Lakini pia unaweza ukawa umekaa mtu umeachana naye muda ukaanza kumuota, wenyewe wanasema kispirit kwamba yule mtu naye kipindi kile wakati unamuota naye anakufikiria. Na unaweza pia ukawa umemuota mtu wala hana habari na wewe. Ndio maana wasala wanasema ukiwa unakula ukijingata unasemwa vibaya. Ukiwa huli ukajingata unasemwa vizuri. Ukiwa huli ukajingata unasemwa vibaya. Kwa ni yani nadhani ni mambo tu ambayo yamekaa kihisia zaidi kuliko yani yamekaa kiroho zaidi kuliko kisaikolojia. Lakini
hiyo hali ya watu wapenda nao kukumbukana na kisha mkapigana simu ipo. Ipo. Au ambao mnapendana halafu mkawa mnapeana zawadi. Yaani wewe umetoa zawadi na yeye unashangaa unapeleka zawadi na yeye anakuja na zawadi. Kwanza inaongeza mapenzi, pili inaonyesha kwamba nyinyi kihisia mko karibu. Yaani mnalandana kihisia. Madam, asante kwa majibu mazuri kabisa. Vitu ambavyo vimekuwa vikinitokea mimi mwenyewe huwa najiuliza sana kwamba inakuaje na mambo mengine kama haya. Kuna hivi sasa watu wamekuwa kama vile hawatamani watoto wao waingie katika ukewenza ama ndoa za mitala. Sijajua ni kwa nini. Lakini nataka nikwambie tukio moja ambalo limemtokea rafiki yangu. Rafiki yangu alikuja Tanga. Alipokuja Tanga akanitafuta tukaonana. Basi nikamuonyesha mji wa Tanga jinsi ulivyo, inajidai kana mimi vile mwenyeji yani. Unaona Basi tukaenda maeneo ya fukwe, tukawa tumetulia hivi. Wakati tupo pale tukaenda kwa mtu mmoja hivi tukaenda kukaa. Alikuwa ni binti. Basi wakati kwanza tulimuomba tunaweza kukaa hapa, akasema haina shida. Kwa hiyo tukakaa pale kwa sababu kulikuwa na kijua hivi. Kwa hiyo pale kulikuwa kama kuna kimvuli. Akasema haina shida, mnaweza kukaa. Kwa hiyo sisi tukaendelea na story zetu. Unaona wakati tunaendelea na story zetu, mara yule binti sijui alivutiwa na zile story ama ni vipi, lakini tulikuwa tunawataja watu ambao tunawafahamu, ambao tumesoma nao. Kumbe binti anawafahamu naye wale watu, japokuwa ameonekana sio watu wake wa karibu sana. Unaona Akasema mimi nimesoma na wadogo zake huyo mtu. Unaona akamwambia sasa nimesoma na wadogo zake. Sasa maisha ya safari ya kuongea naye ilianzia hapo. Unaona ndio yule mwenzangu mimi huwa spendi sana nikikutana na mtu ambaye simfahamu. Spendi anifahamu, tumesalimiana hivyo yani. Mimi nitaendelea kuwa karibu zaidi na yule ambaye nipo naye pale. Basi akamuuliza, wewe ni wa wapi? Akamwambia mimi ni wa binti hasa anaulizwa, wewe ni mwenyeji wa Tanga? Akasema hapana, mimi sio mwenyeji wa Tanga. Japokuwa nipo Tanga kwa takriban miaka 2 hivi sasa. Kamuuliza kwamba wewe asili yako ni wapi? Akamwambia asili yake ni Kondoa. Kwa hiyo moja kwa moja tukajua Kondoa wanaishi kabila gani. Unaona tukajua. Lakini yule kijana kwa sababu alikuwa ametoka Dodoma, akamwambia basi yeye ni jirani yake. Unaona akamwambia wewe unatokea Dodoma? Akamwambia natokea Dodoma. Lakini wewe una asili ya wapi? Maana kutokea Dodoma sio tatizo. Akamwambia ni ana asili ya Mara. Unaona na watu wa Mara pia wanafanyaje? Wanafahamika. Unaona kanda maalum. Binti naye akawa kama amestuka. Lakini alipostuka yule binti akaulizwa na yule rafiki yangu, mbona kama umestuka? Alijibu jibu zuri tu, akamwambia nimestuka tu kwa sababu ni mbali kutoka hapa. Lakini mimi binafsi nikajua kwamba amestuka kwa nini. Lakini alimwambia kwamba amestuka kwa sababu ni mbali kutoka hapa. Basi binti katika kuongea kumbe amesoma shule ambayo nimesoma mimi. Unaona katika wakati anamdodosa bado binti aliongea, nikacheka. Akamwambia kwa nini? Akamwambia hiyo shule ambayo umesoma mimi nimesoma hapo. Akaniambia kweli anataka uthibitisho. Wewe ulikuwa unaishi wapi? Nikawa namtajia maeneo. Akasema wewe kweli ni wa huko na umesoma hiyo shule kweli? Mimi nimesoma pale, mkuu anaitwa fulani. Nikamwambia huyo sasa mtu wa nyumbani kabisa, si anaitwa fulani fulani. Akasema basi. Sasa katika kuongea pale yule kijana nadhani kuna kitu alikuwa amekiona kwa yule binti. Unaona kwa bahati nzuri akamwambia bwana milima haikutani, binadamu hukutana. Inawezekana leo hii ikawa mwanzo wa kujuana. Wenyewe wakabadilishana
namba. Mwisho wa siku sisi muda wetu ulikuwa umeisha. Wewe ukubadili? Mimi sikubadili. Mimi sikubadili. Huaga vitu hivyo sio nani sana. Basi kijana tukaja, tulivyorudi kwa sababu alikuwa yupo maeneo haya ya stendi hapa 12. Basi wakawa wamewasiliana, tulivyoachana kama wamewasiliana na binti. Binti alivyokuja akamwambia nakuja hapo maeneo ya stendi. Unaona, alipokuja maeneo ya stendi wakawa wameonana na vitu vingine kama hivyo. Akamwambia bwana, naomba nipate muda ili tuzungumze. Kijana akawa ameomba. Basi binti naye hakuwa na wasiwasi, akampa kijana nafasi ya kuonana naye kesho yake. Basi yule binti akaja, wakaongea vizuri sana. Kijana alivutiwa, maana siku zile usiku aliniambia hivi, mimi nitatoka Tanga salama kweli? Mimi naona kama naweza nikatoka na mchumba. Anasema kila anapopita mabinti wa Tanga kiukweli wanamvutia. Wow. Mashaallah. Jambo zuri kabisa. Basi kesho yake wakakutana. Lakini mimi sipendagi sana kufuatilia maisha ya watu. Nilishirikishwa lakini sikutaka kuuliza. Unaona kwa bahati nzuri kijana alikuja na tulikuja kufanya kipindi hapa. Sasa mara baada ya kipindi ndio kaanza kunipa sasa story kwamba ilikuwaje. Kijana alionyesha nia ya kumtaka binti amuoe binti, na akamwambia binti, bwana, ukweli ni kwamba mimi nimeshaoa na mke mmoja, lakini sidhani kama dini yangu inaniruhusu mimi kuwa na mke zaidi ya mmoja. Upo tayari? Binti akasema haina shida, mimi nipo tayari. Unaona, upo tayari? Sawa. Sasa niambie kwamba tunaanzia wapi? Unaona, binti akamwambia sasa wewe niachie hilo swala, alafu nitakujuza kwamba unaanzia wapi. Kwa bahati nzuri au mbaya akaanzia kwa mama. Si ndio huko mnakokimbiliaga mara nyingi tunaanziaga kwa mama ndo amwambie baba. Basi akamwambia mamake juu ya kile jambo ambalo linataka kutokea. Unaona, mamake alipoambiwa tu huko kote hakuwa na shida, kwa sababu alimuona kwanza ni mtu mwenye kazi yake, yupo serikalini na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo ilikuwa ni moja ya kipaumbele chake yeye. Alipokuja kwenye swala, binti akaweka mambo wazi yani. Umejua ile unafika kwa mwanasheria alafu unamwambia mambo yote, kama wewe kukutetea ajue yeye kwamba atatumia vifungu gani kukutetea. Ikiahirishwa ikirudi atakuwa shapata vifungu vipya kabisa. Akawa amemwambia mamake, lakini huyu kijana tayari ameoa, kwa hiyo mimi naingia kama mke wa pili. Mamake akaambia haiwezekani. Uolewe mke wa pili? Wapi wewe, haiwezi tokea hiyo. Sasa binti akawa ameonyesha kama msimamo, akaambia lakini mimi mwenyewe nimeridhia. Mama akampigia baba. Yaani baba yupo kazini, kapigiwa simu. Unaona, baba naye hakuonyesha kuridhika. Yule binti kumbe anaishi na shangazi. Shangazi naye akafanyaje? Akapigiwa simu. Unaona, huyo mwanao ni 1 2 3. Wote kwa pamoja wakasema hilo swala haliwezekani. Sasa mwisho wa siku binti naye sasa utafanyeje? Kama wazazi ambao ndio nani kwa kiasi kikubwa, lakini wameonyesha kutokuridhika na hilo swala. Sasa binti naye akawa sijajua kwamba amekasirika ama vipi, lakini ikawa tena alivyomwambia bwana wazazi wamesema 1 2 3, akakata na mawasiliano. Hataki tena mawasiliano naye. Unaona lakini kitu ambacho nilichojifunza ni kwamba wazazi wengi maana mama akawa anamwambia binti akamwambia mama yake, mama wewe mbona upo kwenye ukewenza? Shangazi wewe mbona upo kwenye ukewenza? Kwa nini nisiwe mimi?
wamekataa kata na wamesema mtoto wao haingii kwenye ukewenza. Sasa ndio maana nikakuuliza hivi, nini sababu ya watu wengi hivi sasa kuto kukubali mabinti zao ama watoto wao kuingia kwenye ishu ya ukewenza? Yaani kwa wanaume wa siku hizi hawana uadilifu, Mr. Hatib. Unaweza ukajitoa muhanga ukaingia kwenye ukewenza, kumbe mwenzako ukasusiana na mke wake anataka kumkomoa. Mwingine labda ni kichaa, mke wake kamfukuza maana ni chizi na bipolar. Kwenda kuingia unashangaa usiku mtu anaamka bipolar anaanza kukukaba na kupiga. Yaani huna uhakika wa 100% kwamba huyu ni nani. Alafu unajua wazazi wanakuwa wanajua kwamba huyu mtoto hichi anaweza kuhandle, hichi hawezi. Mimi nawashauri wasichana, wazazi wako wakikwambia wasikilize tu. Wajua mambo ya ndoa ni mambo ambayo hayana muamana. Jamaa anaweza kuanza kukuzingua huko, ukawa huna mtu wa kumhadisia ile madhila, kwa sababu kila unayempelekea anakuambia si tulikuambia, si tulikukataza. Kwa hiyo usibebe makaa ya moto kakimbia nayo. Yaani siku hizi hizo ndoa tu za kawaida za mtu mmoja na mume wake zina tabu. Sambuza za mtala. Yaani kabla uone, mimi nadhani pia hata kabla hujawaambia wazazi wako kuhusu mtala, hebu swali istikhara kwanza. Kwa sababu kama ni heri, Mwenyezi Mungu ataweka heri pia, wakienda wale itakuwa jepesi kuwaambia. Lakini kama ni shari, wewe mwenyewe wala hutokuwa na haja ya kusema. Hawaaminiki. Yaani unajua hatuaminiki. Baadhi hawaaminiki. Lakini wengine wazuri maskini. Lakini baadhi vile tu unavyoona wenzako vile wanavyoishi, wanajihudumia, wanajistafutia. Sasa mimi naenda kufanya nini? Kwa hiyo ni vitu ambavyo yani hutakiwi kukurupuka, unatakiwa uchukue time. Unatakiwa uchukue time kabisa. Sasa naomba nisome huu ujumbe, japokuwa ni mrefu na ulivyoandikwa najiona mimi kabisa katika uandishi huo wa jumbe hii. Anasema anaitwa Ali kutoka Bumburi, anasema yeye tangu aoe ana mwaka na robo sasa. Anasema ana mtoto mmoja, Mwenyezi Mungu amemjalia, mke wake hajawahi kumuomba pesa ya matumizi hata siku moja mpaka leo. Anasema bora ndani kuwe chakula kipo. Anasema nikiwa sina pesa ya mboga, anatafuta hata matembele na anamwambia atakula chochote atakacholeta mume wake. Anauliza hii ni faida au hasara, ama kuna kitu hapa anatakiwa kukiogopa? Ni faida. Lakini sasa usiwe bahili, ukipata mpe. Huyo ni mke mzuri, anaelewa, yuko tayari kuishi katika mazingira yoyote. Lakini ukipata kitu cha ziada, muonyeshe umepata kitu cha ziada. Na mwanamke mwingine sio mwanamke mwepesi kuomba, anategemea wewe ujiongeze. Kwa kama unaona labda baadhi ya vitu vya nyumbani huwezi kununua, mwachie hela. Huyo mwanamke ana akili, ukimwachia hela anaweza kumanage. Mwachie hata 3,000 kila siku, 5,000 kila siku. Alafu ukiona kama kuna gauni nzuri imekupendezesha huko mtaani, ununulie, mwambie mke wangu kwa kuwa mvumilivu unakuwa mke bora, zawadi hii hapa basi. Ni mke mzuri huyo. Kuna mtu mmoja anaitwa Kauga kutoka pande za Makidila Soba. Anasema madam, hivi ni muhimu kupenda au kupendwa? Lipi ambalo linalotakiwa mtu afanyiwe hapo? Mtoto wa kike unatakiwa upendwe. Mtoto wa kiume wewe hata ukipenda hamna nini. Mtoto wa kike unatakiwa upendwe. Ndio itakuwa vitu virahisi. Yaani usipende mpaka uhakikishe hapo unapopenda umependwa. Uliwafundisha kwamba wasipende, si ndio? Usipende mbio mbio. Ukihakikisha umependwa na wewe ndio upende sasa. Sio ukapenda kumbe mtu ukaja kukutesti, je, utamtongozea kwa rafiki yako wewe ushampenda? Usipende mtu mpaka uhakikishe mtu anataka kunioa ndio unampenda. Jizuie. Mpaka uhakikishe kwamba huyu mtu ananioa hivi karibuni ndio unampenda. Muone tu kama kaka yako. Tena waite kabisa brother, kaka. Mbona sisi tunawaita kaka? Kuna wengine ndio tunawaita saa. Kwa nadhani hatutamani kuwaita maihani. Lakini ndio huwezi jua mtu kanika kufuata. Mtu kufuata labda anakuambia niunganishie kwa rafiki yako Salma, ushaanza kumpenda mtu wa watu wa Salma. Ukiambiwa namtaka Salma, roho tena inakuvunjika. Sipende mtu mpaka uhakikishe huyu
ananipenda kweli, yupo na mimi pamoja kweli, ndio unaanza na wewe unampenda. Au akikufanyia wema mara nyingi, amekufanyia wema mara kadha kwa huo wema alionifanyia huyu yuko serious na mimi. Sawa. Kuna mtu mmoja ameandika hapa, anasema kuna kundi baadhi ya jamii wanaita full age. Ndivyo alivyoandika. Anasema naomba kumuuliza Madam Leila, je, hii ni sawa? Umeelewa? Hata mimi au ni full age au foolish age? Mimi nadhani alikuwa anataka kuandika foolish age. Foolish age si ule umri wa teenager miaka 13 mpaka 18. Anasema je, huu ni sawa kuitwa hivyo? Sio sawa, ndio maana wanaitwa teenager. Foolish age ni sisi watu wa mtaani ndio tunawaita, ila kisayansi wanaitwa teenagers. Sio sahihi. Sio sahihi. Ni sisi mtaani ndio tunawaita hivyo. Lakini sio majina yao. Sio. Sawa. Huyu hapa anasema asante sana Madam kwa elimu nzuri kabisa. Madam, jamii inatakiwa kutambua kwamba kuna magonjwa yanawanyong'onyesha sana. Kuna mtu ambaye nilikuwa naongea naye anasema kwamba ndugu yake amekuwa akikonda, alafu anasema anakula, anashiba na anajiona kama hana matatizo katika ndoa yake. Lakini kwa nini anakonda? Hospitali anasema hawaoni ugonjwa. Je, huyo ana shida gani hasa? Maana aliniambia nimuulize Madam Leila, na Madam Leila ni huyo hapa ambaye namuuliza. Utakuta labda maskini hana furaha. Anakula lakini ana wasiwasi. Hivi usipokuwa na furaha pia mwili una inyonya. Kwa furaha ni muhimu. Lakini pia una wasiwasi, kila ukikaa una wasiwasi. Itakuwaje? Kitu kinaweza kukufanya ukakonda. Maskini. Sawa, tunamalizaje leo Madam? Mimi nawahusia wazazi kulea watoto wao katika misingi ambayo inatakikana. Kuacha kuonyesha watoto misingi ya kishetani, waishi watoto kama watu wa magharibi. Msiwaonyeshe watoto wa kike kwamba mwanaume mwenye pesa ndo mwanaume mwenye maana. Anaweza kawa na pesa na mwanao asipate. Kuwa nacho mtu sio kielelezo cha kwamba atakuwa mzuri. Na mtu anaweza akawa hana na akawa mwema kwenu. Kuna watu walikataliwa kuoa katika familia, wao ndo wakaja kuwa msaada katika ile familia. Na kuna watu ambao waliingizwa kwenye ile familia kwa nguvu, kumbe wao ndo watu ambao hawakutakiwa kwenye ile familia. Kwa angalieni utu wa mtu kabla kuangalia mtu ana kitu gani. Na mtu anaweza akawa hana akatoa kuliko ambayo mtu anaye. Kwa msiangalie mambo ya kipato kama kigezo cha kumpa mtu mke. Na sio kigezo. Na inakuwaje kwa baadhi ya watu ambao wana fedha? Mtoto wao anapoenda kumpenda binti wa kawaida kabisa kutoka katika viunga vyetu vile vya kawaida kabisa huku mitaani, wanakuwa wanatumia nguvu kubwa kabisa kuua hicho, na hawataki watu kutoka familia maskini waolewe na watu ambao wenye ukwasi. Nani ubinafsi saa nyingine, na pia kuhofia kwamba huyu mtoto atakuwa amelelewa vizuri, ataweza kukaa vizuri na mtoto wetu. Je, kama ana matatizo mengi ya kisaikolojia, ya kiafya. Japo mimi natafuta jamani, hamna mtu mwenye watoto wao aje anipe hela niachane na kijana wao. Nitafurahi. Waniweke mezani niambie, chukua hizi hela, achana na kijana wetu. Hebu ongea na wazazi wako wanipe hela. Nitazichukua alafu simwachi. Sasa utakuwa tapeli. Sasa wao ni matapeli. Kwa nini waje wanilagai mimi waniambie nichukue hela? Yaani mimi kweli nikijaribiwa mimi naichukua. Uiache. Wewe ukijaribiwa pia hutochukua. Mimi mapema, asubuhi na mapema. Tuombe Mungu basi atujalie tuwapate hivyo. Waje waambie, chukua hizi hela waachane na binti yangu. Wewe siku tutafurahi sana. Unachukua. Tunachukua. Lakini mimi najua kijana wao, mimi na yeye tuko damdam. Kwa mimi nikichukua hela ningemaliza na ndugu yangu. 10% yako hii hapa. Aisee. Hebu ongea nao watu
waniite kikao, niko tayari. Kwa hiyo kwenye vikao hivyo utahudhuria, si ndio? Kabisa. Bila kukosa. Tena nikifika nalia. Tumetoka mbali. Tuko skuli, tuko pamoja. Sijui kama nitaweza kukaa bila. Hamna. Wachukua hela uondoke. Sasa mimi akinipigia simu nifanyeje? Usipokee simu zake. Hapa mblock. Na kati ninayo kichwani. Block na ufute namba. Alafu akija kunililia aje nifanyeje? Akija kikulilia usimsikilize. Au tukupe na hela kabisa uhame nchi. Yaani wakiniambia hivi. Jamani, kweli mtaniamisha na nchi? Mimi sitahama, lakini akija mimi nataka hapa kwetu nikae huku. Lakini akija mimi nitamfukuza. Nipeni hiyo basha yangu. Nikipewa nasajili line nampigia. Ndugu yangu, kuna hela hapa, uje uchukue 10% zako. Hao. Madam, itabidi ile tamthilia ambayo tunaandika hiki kipengele nacho tuongeze. Tuongeze, kitawafunza wengi. Tukipewa hizi hela. Itakuwa ni faida kwetu. Kuna msichana mmoja juzi amenichekesha kwa kumalizia. Ananiambia, yani mimi Lela sitoenda mimi kupigana kwa sababu ya mume. Sasa ninatoa tangazo. Mwanamke yeyote atakayeona mimi naenda kupigana naye kwa sababu amemchukua mume wangu yuko naye, kwa hiyo mimi naenda kupigana naye. Yaani akiniona naenda kupigana naye, naomba awaambie wenzake wanichangie, wanipige kisawasawa. Wanipige kisawasawa kwa sababu mimi nitakuwa sina akili. Sasa ndo nawaambia jamani, wale wanaokuja kuwapiga kwa sababu sio umezao wamewaambia ni mambo vipi? Mmoja hapo huko kasema akija kupigana mumpige kisawasawa. Mumpige mno. Mumpige kisawasawa hadi akili mkae sawa kwamba aache kufuatilia mambo ya mumewe, apambane na mume wake. Asante sana madam. Msikilizaji, kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho. Tumemaliza hivyo kwa siku hii ya leo. Tukutane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu wakati mwingine. Mimi ni Khatib Salim Omar kwa niaba ya Madam Leila Abubakar, lakini nyuma ya kamera alikuwa engineer Saidi Abdullah, mwana wa Sikudhani Chembea, ndiye ambaye amehakikisha kwamba maudhui haya yanakufikia popote pale ulipo mtandaoni. Shukrani sana, na kinachofuata ni adhana, ikiwa ni wito kwa ajili ya maandalizi ya swala ya alasiri, na kwa heri.